Ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza wasiwasi wake kuhusu unyanyapaa dhidi ya watu wenye usonji, akisema kuwa unadhoofisha juhudi za kuhamasisha jamii kuhusu ugonjwa huo. Duniani, mtu mmoja kati ya watu 127 huwa na ugonjwa wa usonji. Ni hali ambayo huathiri ukuaji wa mtoto na jinsi anavyotangamana na jamii. Utafiti wa Umoja wa Mataifa unaonyesha kuwa kutambuliwa kwa hali hiyo mapema, elimu jumuishi na jamii kuwashughulikia watoto wenye usonji kunaweza kuimarisha afya yao na maisha yao. Agnes Penda amezungumza na Barbara Amondi ambaye ni mzazi wa mtoto mwenye usonji na mwanzilishi wa wakfu wa Growing Minds, pamoja na Jean Auko, afisa katika shirika la Riziki Source linalosaidia vijana wenye ulemavu kupata ajira na wengi wao wana usonji. Wameanza kwa kueleza umuhimu wa kuadhimisha siku hii. Ni siku yenye tunataka watu wajue nini inaendelea, usonji ni nini na dalili zake, ndio so that tujue watoto wapatikane mapema, kwa sababu wazazi wengi huwa wajui dalili zenye unaweza angalia ujue kama mtoto wako na usonji. Na wewe ulijuaje kama mtoto wako yuko na usonji? Ilikuwa na ujauzito complicated na ilikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hivyo nilipojifungua nilikuwa na observe mtoto kabisa. Alikuwa hapendi kelele. Kama mnaongea kwa sauti ama runinga iko on, mtoto anapiga nduru, analia sana. Alikuwa ni mtoto mwenye anaweza angalia taa hivi hata masaa 4 ako tu anaangalia taa. Alafu alikuwa anatembea kwa kupoint toes hivi. Alikuwa anaweka miguu hivi akitembea. Sasa pia hata kusikia, ulikuwa ukimwita haitiki. Anakusikia, alikuwa anasikia lakini hataitika kama umemwita jina. Alafu pia hakuwa naongea. Alikuwa mtu mwenye ako hyper. Akona nguvu nyingi sana. Akona nguvu nyingi sana na anaharibu vitu. Nimeona kama hiyo ni kawaida kwa watoto wote, lakini kuharibu vitu. Sasa Jean, shirika lenu Riziki Source linashughulikia sana vijana ambao wamefika umri wa kupata kazi na kujishughulisha katika jamii. Je, umeona changamoto zipi ambazo wamezipata na vijana aina hii ambao wamekuwa watu wazima, sasa imefika wakati wa kuingia katika sehemu za kazi? Unapata unahitaji kuwa very patient na wao, unahitaji kuelewa cause mmoja ako na usonji na mwingine ako na usonji. Kila mtu ako na needs tofauti. So mpaka program zetu tuzitengeneze vile inaweza, kama ni mtoto wa Barbara inaweza meet mtoto wake na mtoto wa mtu mwingine. Halafu tunahitaji hata kuelimisha waajiri ndio waweze kuwajumuisha katika biashara zao na kampuni zao. Kwa hivyo tunahitaji kuwa train na pia kuwaelekeza ya kwamba kuna zile needs kila mwenye ako na usonji anahitaji. Wengine wao wapendi kufanya kazi pale kuna kelele mingi, wengine wao wanapenda kufanya kazi wakikuwa peke yao. So ni kazi ya kuelimisha, but inahitaji a lot of patience na kukuwa very specific on nini unaambia mwajiri na nini unaambia mwajiriwa. Na hii imechukuliwa vipi katika jamii? Je, jamii imekubali wale vijana ambao wamekuwa wakubwa na wametafuta kazi na wameweza kuwajumuisha, wamekubalika vipi? Vile tunavyofanya kazi tunaona wanaanza kukubalika kwa sababu ya vile tunawaelimisha, tuna create awareness about usonji na kuambia kwamba wakimaliza kazi wako na hizo ujuzi ya kufanya kazi na wanahitaji kupata mapato ili kujikimu na kukimu mahitaji za familia yao. So ni continually kuelimisha jamii kuhusu issue ya usonji. Mnakuzaje vipawa vya watoto kama hao? Vile unakuwa na mtoto wako, unahakikisha vipi kwamba umemlea katika hali ambayo hatakuwa tofauti na watoto wengine katika jamii? Hiyo tofauti lazima pia itakuwa. Kwa sababu kuna vile wanafanya vitu yenye hata mtu akimwangalia ataona huyu mtoto hafanyi vitu kama hawa wengine. But unazidi tu kumfundisha, unafanya vitu tunaita interventions. Mtoto anaenda therapy, anafundishwa kuongea, anafundishwa behavior, anafundishwa kuenda kwa choo, kwa sababu hiyo pia inakuanga shida kubwa kwa hao watoto. Huu mradi Jean ambao mko nao wa kuwasaidia vijana kuingia katika kazi, je, kuna vijana ambao wamepata kazi nzuri na wamekaribishwa vizuri katika sehemu za kazi? So mmoja wenye tumetrain yeye ni anapenda vitu procedural, vitu za kufuatana, vitu very technical. So pale tulimpeleka anaweza kufanya kazi kwa masaa zake, akona task zake zimeandikwa, anajua nikikuja asubuhi hii ndio kitu tunafanya. Na uzuri wetu tunafuatilia hata miezi 6 baada ya kuenda kazi, tunamfuatilia, tunajua kunaendelea aje huko kazini. Ndio kama kuna
mabadilisho ama kuna vitu tunahitaji kusaidia mwajiri wake afanye, tunaweza kumsaidia. Unaweza kutuelezea zaidi kuhusu matumaini ambayo yaliyoko kwa watoto aina hiyo? Kwa sasa tunaweza sema kuna hizo special needs schools zenye wazazi wanaweza peleka watoto wao pate hata hizo technical skills, because unapata they are very good at hizo technicals, they are very creative. So unapata kwa hizi TVETs na hizi vocational schools mnaweza enda, because some of walemavu wenye tunapata wenye wamemaliza shule tunawapata kwa hizo shule ambazo zina train hao watoto. So tunaweza sema wazazi wapeleke watoto wao shule, waendelee tu kujikaza hata kama ita take long, kwa sababu hata kwa programu zetu tumeweka ni kuanzia mwaka 18 hadi 40, kwa sababu hiyo ndio range ya wale walemavu tunasaidia, kwa sababu tunaelewa kwenda shule inaweza take long until apate hiyo ujuzi aweze kufanya kazi, aweze kujisimamia, ina take long. Barbara, umejifunza nini katika kumlea mwanao? Kwanza kuwa na subira. Ukiwa mzazi wa mtoto wa usonji lazima ukuwe na subira. Wanajifundisha but inachukua time, inaenda polepole. So lazima ukuwe na subira, usiwe mtu mwenye anakasirika haraka juu unataka kufundisha mtoto na unataka elewe chenye unamfundisha. Nashukuru Mungu alinipea huo mtoto na nimeona tumefanya kazi sana na tumeona improve. Ukiwa mzazi mwenye uko na mtoto mwenye kuna usonji lazima ukuwe mtu unafanya research, kwa sababu kuna studies mpya zinakuja kila siku. Inafaa ujue ni nini inaendelea saa hii, diet gani mtoto anafaa kuwa nakula. Hizo vitu ukipata hata online unapata kuna vitu mingi unaweza kujifundisha. Ukishajifundisha unaenda unafanya kwa mtoto. Sasa elimu ya mtoto inafaa kuanza lini? Wanaanza shule kama tu watoto wengine 3 years na miaka 3. Wangu alianza shule na miaka 3, sasa ako PP1, ameshaenda shule, hii ni mwaka wa 2 anaenda shule. Yes. Na shule mtaala ama curriculum ya Kenya, je, na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, je, iko katika hali ambayo inakubali hawa watoto vizuri? Pengine unaweza kutuambia Jean. Kwa sasa tumeona serikali inabadilisha mambo katika mashule zetu. Wanaanza kuongeza walimu, na pia sheria ile waliopitisha inasema that wanafaa kuongeza walimu, wanafaa kutoa bajeti for watoto for hizo special needs education. Wanafaa kutengeneza curriculum kwa just kama ni braille, kama ni teknolojia saidizi, curriculum iadjustwe for kila mtoto kwa kila ulemavu. But pia unaona walimu wako a bit overwhelmed kwa sababu watoto ni wengi, wako na different needs, kila mtu ako na different needs. So inaoneshana kunahitaji pesa, resources ziongezwe kwa hizi mashule. Darasa la kawaida linatosha? Halitoshi kusaidia mtoto katika hiyo hali? Hapana. Kwa sababu wengine wako wengi, hata unapata wako 50+ kwa class, na unaona kila mtu ako na needs zake specific. Ni Agnes Penda hapo akizungumza na Barbara Mondi na Jean Aoko kuhusu siku ya usonji duniani.